Salia hapo kwa swala la elimu, na serikali kuu kupitia kwa Wizara ya Elimu imetakiwa kusambaza ufadhili wa shule kwa wakati, kwani shule nyingi tayari hazijapata mgao wao, huku mitihani ya kitaifa ikianza kabla ya fedha hizo kufika mashuleni. Kauli hii imetolewa na mweka hazina wa chama cha walimu nchini KNUT, James Ndiku, alipohutubia mkutano wa kila mwaka wa chama hicho uliofanyika mjini Motumo, kaunti ya Kitui. Fred Wambua anatuarifu. Utata wa ufadhili wa shule mbalimbali umeendelea kuzua tumbo joto miongoni mwa viongozi nchini, hasa wa miungano ya walimu. Mweka hazina wa chama cha KNUT nchini, James Ndiku, amesema kuwa ni jambo la kuhuzunisha kuona shule zilifungwa hata kabla ya kupata ufadhili ufaao, nyinginezo zikifanya mitihani ya kitaifa pia bila mgao hitajika. Teachers in one unison have condemned the issue of closing schools without schools receiving capitation. Sure. And even when we look back, we see that even the capitation for this year, it's like it has not been received. So we have said that these schools must receive their capitation because the government pledged to support free primary education and subsidized secondary education. Yes. It is a worry, and a great worry, to have schools closing and even schools running exams without finances. Ndiku akiitaka serikali pia kutimiza makubaliano ya CBA kwa walimu kabla ya kuanza kujadiliana kuhusu makubaliano mengine, na pia kutoa mgao kwa mashule hata kama wako likizoni. We are calling upon the Ministry of Education to ensure that funds are transferred to schools even if the schools have closed, because it is the right for these schools to receive the required capitation. Negotiated the times or even the phases our CBA ought to take. Instead of teachers receiving the CBA in 4 phases, the President pledged to give it into 2 phases. So we are saying, because we received 1 phase, we are saying, may the President bring the other 1 phase so that we start negotiating for another CBA. Aidha, viongozi hao wametaka wakati mitihani ya kitaifa inafanyika, walimu walio katika sehemu za hatari kupewa usalama wa kutosha, hasa Mudha, kaunti ya Kitui, ili kuepukana na maafa yanayoweza kushuhudiwa. Walimu wetu wanapoenda kutekeleza hii shughuli ya kufanyisha mtihani, walindwe, wawe wahakikishiwe usalama wao, manake hakuna haja ya kwenda kazi ili hali huku umeshikilia roho na hujui kama utarudi nyumbani ama itakuwaje. Kwa hivyo yale ambayo tungesii serikali yetu kuu ni kwamba wahakikishe usalama na kambi za askari zimeimarishwa vizuri, wapewe pia hata na zana za vita zile ambazo zinafaa, ili ulinzi kwa walimu na wanafunzi uwe ni wa kufaa. Kwa hivyo tungeomba hiyo serikali kuu, askari wote wakuwe makini kwa wakati huu, manake tumechoshwa na hii hali ya maafa kila wakati, na itakuwa si jambo nzuri kwa mtu ambaye ako kwa yale maslahi yake ya kawaida, ako nyumbani na awe usalama hakuna. Wetu ambao walioko kwenye sehemu ambazo zina upungufu wa usalama, na hususan ukanda wa Mudha, Kalambani, Musenge, serikali idumishe usalama wa kutosha, iongeze maafisa wa usalama, na hususan wakati huu ambapo watoto wetu wataenda kuifanya mitihani ya kitaifa, KPSEA, KINGISEA na KCSE. Wamezungumza haya katika kaunti ya Kitui. Fredrick Wambua, Undugu TV.